Niachie, nitajua mwenyewe nitakachokifanya huko, niachie. Usikute unanicheat di. Nimekucheat na nani? Thibitisha umeniona na nani? Kama unaweza kunificha siri hiyo kama hiyo, yani umeathirika. Nimeathirika wapi? Nimeathirika wewe una ushahidi huo, unamsikiliza Steve huyu? Namwamini kwa sababu ni rafiki yako, yani urafiki meza muda sana. Ukiwa bado unaendelea kuitazama video hii, hapa chini ya video kuna neno subscribe. Na kuomba sana gusa neno subscribe, tutengeneze familia yenye nguvu na amani, na Mwenyezi Mungu hakubariki sana. Kwa sasa huhitaji kuendelea kuteseka ukiwa unapata breakfast kwa kupakata tray ya supu pale kitandani. Lakini pia ukiwa unafanya kazi zako kwenye laptop huhitaji kupakata kwenye mapaja yako. Mtoto pia akiwa anafanya homework sasa hivi hahitaji kupinda mgongo akiwa anaandika kazi yake ya darasani. Java Store tumekuletea hii meza ambayo ni portable, itakusaidia kufanya kazi zako popote pale kwa muda wote utakaohitaji. Meza hii utaipata kwa shilingi 20 tu. Delivery utafanyiwa popote pale, na kama unavyoona jamani, unaweza ukaamua unafanya kazi zako hapa na pale, ukaamua kusema jamani nipate kinywaji 1 2 3, lakini pia niwe na type kazi zangu. Meza hii ipo dukani kwetu hapa Sinza Kamanyola, sisi ni Java Store. Piga namba zinapita hapo chini ufanyiwe delivery au uje dukani kuchukua meza hii. Karibuni sana. Niache. Ndoki. Tumekuja wote hapa. Kwa hiyo twende, anaongeleka, tuongea nyumbani. Anaongeleka kivipi? Haya, kwa nini hapa aongeleki? Kwa vitu vyetu tuongee public hivi kweli unaona iko sawa? Unaona iko sawa kabisa hii? Ipo sawa, hamna shida. Kama kina nani wasikilize tunaongea vitu vyetu. Wana uhusiano gani kwetu hawa? Ya kuhusu. Kwa maana nakwambia tuondoke, anaongeleka nyumbani. Shida nini kwani? Siwezi kuendelea na wewe mimi. Twende bana, anaongeleka uswazi. Niache. Mary, please basi. Twende nyumbani, anaongeleka. Niache. Kwa bado yani yale ya Steven ndo amekaa kichwani sio? Kwa sababu kaongea ukweli. Na hamna ongea ukweli gani? Yani ukweli gani anaongea yeye? Mara umetembea sina marafiki zangu, una ukimwi, je kuniambia kweli? Unatoka kupiga hapa rafiki yako gani? Kwani mimi na rafiki mmoja? Mwingine na mimi na namba za marafiki zako ngapi? Si namba zao nazo. Namba za ngapi? Angalia humo, si unazo? Nimempigia Glory hapa, umeangalia, umethibitisha mwenyewe kwamba yani siko hivyo. Na kwa nini mchague Glory? Kwa nini mchague Glory? Ndio mimi naamini shemeji yangu rafiki yako yuko benefit na wewe. Sio rafiki yako hivi na hivi. Shida nini kwani? Twende mami, anaongeleka. Unajua dada, usichukue sheria mkononi, unajua mwanangu. Usichukue sheria mkononi. Yaani kama ni tatizo lipo, tayari lipo. Na kama halipo, chukueni muda, nendeni mkapime. Kila mtu ana uhakika. Sometimes marafiki zetu wanakuwa wabaya, anaweza kuzungumza vitu vibaya hii tu. Si mwana mtu mwenyewe. Kama ingekuwa ndio wewe kakaangu umeshaathirika, yani mtu akwambii, kumbe mimi nilipo hapa ni mgonjwa na sijijui. Umeathirika kweli, una uhakika? Yaani changamoto ndio hiyo. Mpenzi wangu hatutumii kingani nithiasilike, kwa nini yani? Lakini una uhakika, si ndio? Mwanangu, mweleze ukweli wowote ule. Issue ni kwamba sijaathirika. Na hicho kilichopo kubwa, sijaathirika. Huyu mwanangu namjua ni mzinguaji tu, na ndio maana sikutaka hata, yani sipendi namba zake awe nazo. Na wajua marafiki zangu. Naomba tumpigie mshikaji. Naomba namba zake. Anaitwa nani? Anaitwa Steve. Naomba njoo tukae. Msijali, kwani na amani. Sikia? Simama mama. Naomba. Sogea mama, usijali, sogea, nyanyuka. Naomba nitaje. 0 ngapi? 06 70. Okay. Steven huyu ashazingua bana. Acha nichanganya mimi mwenyewe. Anazingua bana. Kwa nini amsingizie? Usisimame tu nafasi ya mtu yote. Nilikuwa nimepanic mwenzangu. Unajua mambo yanawake haya. Unapanga wewe pokea simu, pokea bana. Mna kela bana. Wewe pokea. Unapokea simu tena. Na hapa katoka kupokea sasa hivi tu hapo. Huyu jamani mnafiki. Umeamini Huyu mnafiki dada, wewe sija. Mnafiki. Au nimpigie huko? Namba unayopiga
unayopiga haipokelewi. Anajua kashaharibu aweza akapokea. Anajua kashaharibu atapokeaje sasa sasa? Nimpigie tena. Ngoja. Tukitoka hapa tunapitia kwake. Ngoja. Kwani shida iko wapi? Ngoja. Ngoja nimpigie tena. Huyu ashajua nini amefanya. Sio siri. Yaani ama rafiki sometimes siamini. Kama atakuwa amedanganya. Basi kazingua sana. Maana yani kwanza umeona tena anakuambia pale sijui upo serious unachokiongea, maana yake tayari yeye mwenyewe ashaanza kukutamani toka mwanzo. Kwa hapa pengine anafanya zote hizo kukuta ni njia tu trick ile. Hata kama ndo mnafanyaga mambo mazito hivi, mnaweza mkakandia mtu kiasi hicho. Namba unayopiga. Mpigie. Huko apokee simu, apokee. Naona namba ngeni sasa. Kwani huyu alisave? Mbona sasa huko apokee? Ndio maana nakwambia anajua kama kazingua hawezi akapokea. Pigie. Record speak. Ngoja. Naita. Okay kabisa. Na huko apokee. Huyu msimamini. Mimi kwa ushauri wangu msimamini mtu kama huyu. Apokee kabisa saa hizi namba, apokee simu yote. Yep. Msimamini huyo mtu. Ila Mr. Wolf, mimi nadhani tu itabidi wafanye vipimo kwa pamoja. Apokee. Piga ya mwisho. Maana ile swala lishakuwa gumu sasa hivi. I say. Hayaongeleki. Hamna, useme afu wewe ongelea kije wewe unasema unasikia watu wakiachana. Halafu siku hizi yani sio tatizo kwa sababu hata kama mtu anao inawezekana kuishi vizuri, na hata kama wewe unaweza, cha ajabu ni kama unaweza kutata huna maambukizi. Niamini mimi. Mr. Wolf wewe. Umeona? We Steve. Steve. Niambie. Inakuaje? Safi kama kawa. Poa. Hii namba ya Mele. Nani shemeji yako hapa kwa D. Mimi nauliza swali mwanangu. Ndio. Hilo swali unaosema wewe si D ameathirika, ni uhakika, ni ukweli? Mimi yani D yenyewe alivyokuwa ananiambia alikuwa analia kabisa. Mimi. Kwa Steven mwanangu, hebu ngoja. Niachie basi. Narudia mwanangu. Alikwambia kwamba ameupata lini? Umeona sasa kumbe unazingua yani D yupo hapo hapo. Wewe unasema, wewe umesema. Wewe ongea ukweli, ongea. Ni hapo mshanelostisha na mimi sasa ninachokiongea. Kwa hebu tuambie ukweli bana, tujue wewe, acha hizo mambo wewe, masuala kuna nini wewe ushaongea, tuambie. Okay bana, kwa hilo ndio hivyo mwanangu mimi kashati. Sivyo unanikosea mwanangu, sio sisi. Unanikosea basi kwanza. Tulia. Nisikilize basi kwanza. Mtu kaongea mara 3. Shida ni kupima. Si ndio? Na kwani ulikuwa unanificha? Shida sikupima. Kwani ulikuwa unanificha? Nisikilize, shida sikupima. Tunatoka tunaenda tunapima. Niachie basi. Jaribu kufanya hili swala liwe jepesi. Niachie basi chati yangu. Kama ingekuwa ndo wewe, Niachie basi chati yangu kwanza, Mary. Na kuheshimu. Sasa hii chati ya kitu gani? Tulia basi kwanza. Nisikilize. Niachie. Issue sikupima au swala nini? Sikupima. Kwani unanificha? Shida sikupima. Na kutembea na marafiki zangu. Nisikilize. Umeprove wapi kama nimetembea nao? Au tumpigie tena? Prove, piga muulize. Tumpigie tena. Piga muulize. Huyu haina haja tena ya kumpigia. Hapo wenyewe kasikia mimi nipo ashaanza kupaniki. Mmezingua. Unaona kama yuko sawa. Lakini sasa amesema ukweli, sikasema ukweli. Hamna kitu kama hicho. Ameshasema ukweli na tunatoka tunaenda hospitali tunapitia kwake. Shida iko wapi? Tunapitia kwake ili kufanya nini? Nitajua mwenyewe nitakachokifanya huko. Niachie. Usikute unanicheat. Niachie, nitajua mwenyewe nitakachokifanya huko. Niachie. Usikute unanicheat D. Nimekucheat na nani? Thibitisha umeniona na nani? Yaani kama unaweza kunificha siri hiyo kama hiyo, yani umeathirika. Nimeathirika wapi? Nimeathirika. Wewe una ushahidi huo, unamsikiliza Steve huyu? Namwamini kwa sababu ni rafiki yako. Yani urafiki meza muda sana. Niachie basi kwanza. Menge kitu gani? Mary, niachie basi kwanza. Unajua unakunja shati yangu. Kwa hiyo shati ina nini hii shati? Basi niachie. Nielewe. Niachie. Hebu jaribu kuacha. Mary. Niachie.
Shida sikupima mama. Tunatoka tunaenda hospitali. Hivyo. Nani mama yako? Bro. Kata sijui ni kipindi sijui ni nini kiishie hapa. Mimi naondoke. Dada hapa simu yako. Ondoke. Yeah, msijali. Ila msigombane njiani. Bro, yani msigombane. Ni cha kufanya. Popote. Sawa, ila naomba msigombane. Nyinyi nendeni mkazungumze, mambo yawe sawa. Na atakayotokea kama ile tuondoke basi. Tushamaliza hapa. Sitaondoka mwenyewe. Tumekuja wote. Kwani sina miguu? Tuondoka mwenyewe. Nyumbani hapajua, wewe tangulia nitakuja. Twende nyumbani. Shida sikwenda hospitali kupima. Twende. Tapima hata kesho. Sasa usiku. Unaona sasa. Sasa usiku wewe sasa hizi. Usiku hospitali gani imefungwa sasa hizi? Zipo kibao private na nani za serikali. Zipo kibao imefungwa hospitali gani? Lakini mbona kaka anajiamini kwamba like wapime sasa hivi? Yaani mimi nachozungumza, nachotaka kuzungumza hata kama ni mtu ana ukimwi. Mbona sasa hizi watu wanaishi vizuri na hamna chochote? Wewe kuweza. Sasa kwa nini uweke 100% kwamba nina ukimwi? Sijasema unao. Nimesema hata kama brother, mimi ugomvi nawe sitaki. Mimi ugomvi nawe brother mimi sitaki. Sasa. Sawa, tuondoke. Nenda nakuja. Fungua tu geti mwanangu, pita. Usibamize mlango. Mr. Wolf. Dada. Ukimwi sio mwisho wa maisha. Au kuathirika sio mwisho wa maisha. Hata kama umeenda kule kweli unao, maisha yanaendelea tu. Maya mimi nakuombea wewe au hujapata hayo mashida. Nakuombea. Maanisha nini na wewe? Mbona unakuwa upande kisa mwanamke mwenzako tu bana? Sasa nakuwa upande mwanamke mwenzangu. Angalia kuna maisha baada ya hapa. Umemsikia rafiki? Kuna maisha baada ya mahusiano wewe. Kasema ukweli, kasema mara 3. Mary, don't cry Maya. Usijali. Mimi sidhani kama itakuwa ni ukweli lakini na wakiambia. Hapana Mr. Wolf, mimi nasema uhalisia uliopo. Yaani badala, yani wewe bado umfariji, mwambie basi labda unamwambia tio hata kama ni mimi. Nini sasa? Jamani mimi nimesema ukweli uliopo, uhalisia. Jamani watu, hivi kwa mfano, wewe uwe na mahusiano na mtu ambaye kama hivyo marafiki zake, rafiki yake kapigwa mara ya kwanza, kasema, mara ya pili, mara ya 3. Kama anamtaka. Anasema mara kama anamtaka. Mbona dia alikuwa hapa na amesema kabisa, sema nini fresh mwanangu? Wewe kausha bana wewe. Unazingua bana. Unazingua kama itakuwa kweli. Wewe ndo unazingua. Dada, mimi cha ushauri wangu, nenda mkapime, kubaliana na majibu, fungua moyo, maisha mengine yaendelee. Sawa? Kuna maisha baada ya hapo. Yaani maisha bado marefu sana na utaishi milele, yani trust me. Sawa? Karibu. Mimi mpaka ninasikia baridi. Mpeleke sasa dada mwenzako. Twende mwana. Njoo. Nichukulie boda pale. Twende nikusaidie. Simu yangu iko wapi? Mimi hujanipa. Basi tuazime ya kwako tu requestie. Simu yangu. Au unalo bado? I see. Mimi nachoweza kuzungumza ni kwamba kuna maisha baada ya kuathirika. Yaani kuathirika isiwe chanzo cha wewe kukatisha ndoto zako, kukatisha maisha yako. Kuna maisha baada ya hapo. I say. Jeshi, next time. Mimi naongea tu kiukweli. Mimi naomba kuuliza swali kwa watu. Hamna, wewe mimi acha kuweka category, acha kuweka classes bana. Hata wao ni watu. Sasa sawa, siweki classes ila ni shida ni kwamba unajua kosa ni kutokumwambia mtu, unajua ukweli umweka mtu huru. Mwambie mtu ukweli, uhalisia wako, akukubali hivyo ulivyo. Haina shida basi. Haya. Funga basi. Jamani watu, asanteni sana, tulikuwa hapa. Sasa unacheka nini sasa? Yaani nacheka nini? Lakini mimi huwa nachekaga. Sasa mimi sinachekaga tu. Haya, funga. Jamani, watu, mimi kabla sijafunga ushauri wangu ni huo. Mwambie mtu ukweli, uhalisia. Naona amekomalia ukweli gani bana? Bye. Mimi sina muda. Toka hapa.